Yes, tuko majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni ndugu yako hapa the one and only Town DJP ambaye kurushia haya matangazo kutoka DRC. Jana tarehe 3 ya baada tu ya mapigano ya tarehe 2 na tarehe 3 tukaenda kulaunch operation Saidia Muzalendo, na hivyo tukajikuta tuko kwenye plane ya Ruzizi mpaka Katogota. Tulitakiwa tuingie Katogota, lakini kuna kakizuizi ambako kalitokea. Jeshi la Burundi lilituambia kwamba bado wako wanafanya ratissage, ile kusafisha pamoja pia na Kamanyola. Kwa hiyo hatuwezi kuingia kwa sababu bado kungali kuna pigwa mabomu kutoka Kongo kwenda Kamanyola, na pia kwenda Bugarama Rwanda, sababu jeshi la Rwanda liliweza kurudi nyuma na likarudi mpaka wa Kongo na Rwanda. So kilichofuata pia wakasude kilalo, kwa habari ambazo tumezipata pale Katogota kwamba wamesude kilalo yao ya Bugarama, na pia mabomu ambayo yalipigwa yalitosha kilalo ya Bugarama. Kwa hiyo kiko mpane, kinaweza kuanguka, yote inawezekana. So kule kuko ambiance moja kubwa. Baraka One TV iliweza kufika kule na kwenda kukutana na wazalendo. Nitoe kwamba shukrani za dhati sana kwa wote ambao waliweza kuwezesha hii operation yetu ambayo tunafanya ya Saidia Mzalendo. Kuna wale ambao hawataki kutajwa, lakini kuna wengine pia ambao wanataka tuweze kuwataja. Hapa nasema kwa ujumla wa mama kutoka Pennsylvania, Lancaster walishiriki pia, ni miongoni mwa watu ambao walishiriki katika hii operation. Tunaona tumepeleka mabasha, lakini kuna ombi ambalo limehitajika kule. Wamesema wanataka kuweza kupewa nini hizi mahema, wanataka masufuria, masani kwa ajili ya kupikia misosi, na pia kama watu wangepata kiriku, kagari kadogo, magari wa kubeba mamizigo, watu wapakia hata masaki za maunga hivi, unga hivi, dagaa hivi, sio vitu vya kupika vya muda mrefu, unga na dagaa za kutosha. Hizo zitasaidia, yani ni kupika msosi na watu wanakula, watu waendelee kuchapa kazi kule. Maana kazi ambayo iko kule kiukweli sio kazi nyepesi, ni kazi nzito. Tumefanya operation kubwa na tumeweza kuwapa watu wazalendo, walikuwa ni wengi sana, na tumefanya mahojiano na watu wengi pale na wazalendo wengi vile vile. Kwa hiyo tutakwenda kusikiliza baadhi ya vitu ambavyo tumevifanya pale. Nafikiri kwa wale ambao walitembelea Mwangaza TV walikutanana na mambo mengine ambayo yamefanyika kule, na hivyo tutaungana wote kwa pamoja. Jambo ambalo mimi nataka tu ni kabla sijakuachia uweze kusikiliza, uweze kuona yale ambayo yalikuwa yanafanyika, nilikuwa tunataka nikazie hapa kusema kwamba unaona, huu wakati ni wakati ambao watu wote tunatakiwa tushirikiane kwa pamoja. Watu wote tuungane kwa pamoja. Watu wote tuwe na neno moja, kwa sababu sio wakati tena walele mama. Sio mnaeleweka hapo? Yes. Sio wakati wa kutupiana lawama, na sio wakati pia wa kulia, bali ni wakati wa kusema tumekwisha kulianzisha, kwa hiyo twende nalo. Wanasema mwana kulitafuta mwana kulipata. Tulikuwa tunalilia kwamba tuanzishe operation Kamanyola, tusiache hivyo, tupigane. Unaona kitu kimoja ambacho tumefanya pale katika hii operation, kuko vitu vingine benye nafanyaga abipitaki mbele ya kamera. Juu ya nini? Wakati unaenda kulancer operation ya kusaidia ba patriot, wananchi ambao wako wanatetea taifa lao, kuna ile envelope kubwa inaenda kwa kamanda. Juu kamanda si ndo ataorganize manani na masuala ya misosi hivi ya. Sasa kuna ile nyingine nayo, ile sasa ya pesa nga shimboki kaka, pesa nga mai na mela, pesa nga kama energy, ndio nakutaga sasa tuko na kodi kuna na wagabulia. Sasa nikikutana na Oswate na Kenze wazalendo, 20 wazalendo, 30 wazalendo, napatia watatu mmoja ngapi ambia zua kaka buka bwana. Unaona ile? Kwa hiyo hii inakuwa iko ni nyuma ya kamera, na unaweza kuona tu hapo kwa mfano hapo kwenye hapo Luvungi Centre hapo pale ku kioski by FARDC sona ba FARDC ndio yuko napiga kile kibunduki kile kikubwa kile
kukipiga kwenda kwa ngambo ya adui. Unaona hawa sasa hapa hivi wamekuja kuchukua maji. Ndio kile kiko na kiu moja ya hatari. Na wanafika kioski wanaomba sigareti. Wanapungukiwa na pesa. Ushaelewa? Ni wengi. Inabidi ni intervenir niambia bapatie vile wanataka. Ni sigareti tu. Haya bapatie pake. Nini nyingine? Mwana hichi pesa bangu. Unaona? Ile ni nini? Ile ni kusema kwamba kwa sasa hivi tuko wote kwa pamoja. Na lazima tuwape ndugu zetu support kubwa FRDC pamoja na wazalendo. Na ndio maana hii operation inatanuka. Si nilikuwa nasema kwamba hii operation kisi tuko tunaenda itaenda inapanuka. Sasa hivi inapanuka, inakuwa ngamo zote. Unajua nikumbushe kitu kimoja. Hadi leo hii Twigwaneho Red Tabara wako wanafanya hizi operation. Biko na structure zabo diaspora. Kila siku nilikuwa namwambia hivi, ma diaspora, ma Etazini, ma Canada, mawapi kote Europe, biko na structure ya contribution yao. Kila siku biko natuma lare kwa ndugu yao. Kila siku. Unaelewa? Kila mwezi biko na contribute. Kila mwezi. Messi kisi tunakuaga wao kwanza wapate sheke, wasipate sheke, wana contribute wakati. Messi sasa tuko mwesheke, kila mtu anapiga samblasa mwenye juu. Baba ntu si tu la problème sana. Sambla kama hujui. Na wengine wanakuambia ujeme kuna kula magwetu. Utampatia mzee wangu atatukula la. No, la zikuliwe, ziko naingia mu operation mzee. Ungekuwa pale tulikuwa pale Luvungi leo. Jana. Ngoja. Tuko na ndugu yetu mmoja hapa ni mfanya biashara ametoka Australia, tutenda naye. Aende asikie milio yenye iko kule. Anambia bope bitangu kwa kwanza mbaya hiyo tukio uchaona. Hiyo tukio uungwa vile. Hiyo tukio pambana na kila uzugu vile. So kwa hiyo inakuwa iko ni hivyo. Kushirikiana, kuungana kwa pamoja, kusaidia, kuboost ili wazalendo waweze kupata chakula ni jambo la heri. So tuko tunasensibilize Uvira, mwenye kuna Bunga, mwenye kuna Kikwembe, mwenye kuna Hema, mwenye kuna Sani, mwenye kuna Chungu. Jamani, wasiliana na Baraka One TV, twende tuwapeleke. Hata kama wewe peke ndo huko navyo, kwamba mimi niko na machungu zangu hapa, mimi nitakuja na kuchukua, twende wapatie ndugu zetu pale. Mimi niko na unga wangu hapa, twende. Hata kama sema mimi niko na pesa yangu ndio amepeka, njoo twende nitakuchukua. Haya twende pita hapa. Haya anza kugawa. Wape wenye sivi yako ndio umeleta, haya wape ile pale. Sio lazima kwamba unipe mimi ambaye ule tu mwenye anajisikia kwamba atasaidia ndugu zetu ambao wako wanapigana anaweza kwenda. Unaona? Anaweza kwenda, sio mpaka mimi tu hapa. Lakini kama ukitaka nikusindikize, unatuambia timu yetu iko tayari, tutashirikiana, tutazungumza na tutapanga, tunakwenda tunawasindikiza. Kama unaona kwamba wewe hautaenda tu, unataka kazi yako ifanyike kama waliofanya watu wengine, unasubiria tu sasa kazi ambayo tutafanya, tunafika kule, tunaenda, baadaye unapitia Baraka One TV na Mwangaza TV, unaona hali halisi ambayo iko inatokea. Kwa hiyo ni watoe hofu. Hali iko vizuri. Yes, hali iko vizuri. Wazalendo wamejidhatiti kabisa. FRDC na jeshi la Burundi, kiukweli ndugu zangu, mambo ni fire, mambo ni moto. Sio jambo la kusema tu kwa maneno, lakini tumeona kwa macho. Niko nawaambia siku zote kwamba hii front ya hapa Kamanyola, kupasula hapa Kamanyola ni ndoto ya Farao. Ni ndoto yenye haiwezi kutimilika kamwe. Mimi ndio niko napita kule karibia kila wiki. Ndio najua nini ambacho kiko kule. Najua ni jeshi gani ambaye anasimama pale. Najua ni armema gani yenye iko pale. Papa, armema zilikuwa zinapiga Goma, ndio siku zinapiga hapa. Wewe angalia tu mu quelques minutes tu Katogota, Kamanyola yote. Mpaka leo hivi Bugarama ndio wako wanazalia. Bugarama ndio wako wanalia Bugarama. Unaona? Na kwa nini wanasude kilalo? Unajua kwamba wazalendo watafika mpaka kule. Lakini konsinye yenye iko ni kwamba hakuna kuvuka kwenda Rwanda. Lakini idenye tulikuwa tuko nayo ya wazalendo ilikuwa ni kuingia mpaka Rwanda.
So hata mimi pia sikuwa na swete tuingie Rwanda kwa sababu sio jambo la sio ungwana. Sisi hatuna bifu na Rwanda ya kusema kwamba Wanyarwanda, hapana. Tuko na bifu na serikali ya Paul Kagame kwa kuwasupport magaidi wa M23. Kwa hiyo tukiwapiga huku kwetu magaidi wa M23, tunawatoa huku kwetu sisi, itakuwa ni jambo la heri na litatupa faraja kubwa sana. So tunashukuru sana kwa wote bwana. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tutakachofanya sasa ni kuweza kutizama hali jinsi ilivyokuwa huko maeneo ya Katogota na Kamanyola, na mambo mengine pia tembelea Mwangaza TV. Nenda Mwangaza TV ndio utakutana na mambo kibao yote ambayo yako yanaendelea. Haya, big up sana na karibuni sana. Asante sana na karibuni kwa wote ambao mko wanatazama Baraka1 TV na pia na Mwangaza TV. Mimi ni ndugu yenu hapa Rajab, the one and only town DJP. Hapa tuko Luvungi. Kama unavyojua kwamba tusema tutakuja Luvungi tuingie paka Katogota kuona hali halisi iko namna gani. Lakini kwa uzuri wa bahati ni kwamba nimekutanana na Balene. Kwa wale ambao wanamjua Dragila, moja kati ya makamanda wakubwa sana Musiji Kivu kwa upande wa maji. Niko na mzee wangu. Jambo mzee. Jambo. Nilikuwa nakutafuta siku mingi lakini lazima nimekuona hapa leo. Nashukuru sana. Kwa dakika chache tu, watu wanataka wajue kwa nini leo Dragila iko Luvungi. Asante sana. Na wasalimu nini wote mnavyotusikia kwa muda huu. Mimi ni mtu wa maji, lakini kwa huzuni wa nchi nakuja saidiana na nchi kavu. Na kwa hivi kama niko hapa Luvungi, tuko kwenye mapambano. Sisi ni mtu mmoja, mtu wa maji na mtu nchi kavu ni mtu mmoja, na mtu wa nchi kavu na mtu wa maji ni mtu mmoja. Lazima tusaidiane kwa kukomboa nchi yetu. Na hivi naona maendeleo ni mazuri. Mungu anasaidia na bakambo bego na sie. Naona vijana wetu wote, serikali ya Burundi, serikali ya Kongo, wazalendo wote tuko pamoja, tunapigania nchi yetu. Na tuko imara, na hivi sehemu inayoitwa Kamanyola iko kwenye mikononi mwetu. Bila shida kuanza Katogota, Kamanyola, na nina kiongozi mwingine hapa wa mapambano. Anaweza kujitapa yeye mwenyewe. Kiongozi ngine anaambia. Kwa hiyo nashukuru sana. Na mimi nawapa pole nini wote wapambanaji. Na Mungu anatusaidia. Kuna zile habari kiongozi ambazo zilichafua hapa siku za nyuma. Nafikiri unazijua. Zile habari zilitembea sana. Unaweza kuzungumzaje juu ya zile habari? Eske zilikuwa ni za kutengeneza ama zilikuwa ni kweli? Sijaelewa hizo habari zenyewe ni habari gani. Kuna habari hapa nyuma zinasema kwamba ulikuwa kuna tofauti kati ya wewe na mzee William Amuli ya Kutumba. Na inajulikana kwamba wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu wa karibu sana na mzee William Amuli ya Kutumba. Kwamba mmegawanyikana, umeanza kufanya shughuli zako mwenyewe. Hizi habari ziko na kweli ama ziko? Hiyo sio habari za kweli. Mtoto ni mtoto, na mtoto hawezi pingana na babake. Najua mzee William Amuri ya Kutumba yule ni kiongozi wa kwangu, na mimi namheshimia, naye ananisapoti kabisa kwenye kazi zetu za kijeshi. Kwa maana hiyo hapa mbele ya maelfu ya watu ni kwamba mzee Dragila na William Amuri ya Kutumba bado wako pamoja. Maelfu ya wananchi ndani ya muungano wa SNPCC. Kama niko hapa kwa muda huu, mimi niko hapa kwa sababu ya yeye mwenyewe William Amuri ya Kutumba. Kwa muda wa siku 3-4 aliniambia nilete vikosi. Mimi ni observance chargé na operation ya maji. Ya force navale ya SNPCC ya William Amuri ya Kutumba. Na wakati aliniomba aseme nije na vikosi, nilishamkabidhi vikosi. Na hivi viko kwenye kazi. Na mimi naye nabaki, sirudi kwenye maji mpaka nione mapambano ya nchi kavu kwenye itaishia. Baada ya hapo tukipanda hivi utaingia maji ya Laki. Na hivi nasubiria na Mungu kwa muda wa siku 2 hizi. Bukavu iko kwenye mikononi mwetu. Nasubiria niingie kwenye Lake Kivu, niwachezee mpira mmoja tu wa siku 2 tu. Na Goma na Rwanda na wengine watakimbia. Kongo yetu tutaidhibiti kwa muda mfupi tu. Kamanda, mimi nakushukuru sana.
Na labda kuna message gani ya mwisho yenye ungetuma kwa Kongole? Sisi wenye biko nataka kukorofisha bazalendo. Yuko wenye biko nataka kugabulisha bazalendo kwamba hapa ni huku, hapa ni huku, hapa ni huku. Unaenda kwa message gani juu ya kuwaweka wote pamoja? Asante sana. Kwanza neno mimi napenda kumalizia ni kusema kwamba yoyote mwana anajua ni mzalendo, inabidi tupendane, tuwe umoja, tusikuwe na ubaguzi. Aseme huyu ni Mbembe, huyu ni Mfulero, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Mzalendo ni mtu mmoja. Serikali ya Kongo haitegemei watu wengine, wanategemea mzalendo. Hakuna wengine wenyewe wanategemewa hapa kwenye nchi ya Kongo ama udongo wa Kongo kushindia mzalendo. Lakini serikali na jeshi, na tuna wandugu zetu wengine wanakuja kutusaidia wa Burundi, nao ni serikali, lakini wote wanaheshimisha watoto wa nchi. Na kama sisi tunasimama mbele kwa sababu ya huzuni, hatupendi Mnyarwanda aje atawale nchi yetu ya Kongo, ama wandugu zetu, watoto, wababu, wakambu, wanani waanze kimbia wende tena makambini. Ndio kuna maana mnaona hao watoto wote wa vijana wote hapa wanasimama hapa kwa kupiganisha nchi yao na weko imara kwa muda wote, na wanasimama kwa msimamo mmoja wa kusema hawatakimbizwa na Mnyarwanda. Sisi tunaingia Rwanda kwa kesho na kesho yake. Na polisi iko kati. Na tuko na polisi hapa ya serikali na polisi ya uzalendo, ndio hii unaona hapa. Weko imara kwa kupiganisha. Na polisi pia mnajipanga kusaidiana na hiyo nchi ni yetu, ni lazima tuwasaidie. Sasa hatuhitaji tutawaliwe kabisa na nchi jirani. Ni lazima sisi wenyewe tujitawali ndani ya nchi yetu. Matarajio sasa hivi yakoje? Hali jinsi iko Kamanda Jacques. Nafikiria toka jana tulipopata habari za rambirambi kwamba rais mstaafu amekuja na kujitolea kwamba yeye ameumbwa, labda sisi hatukuumbwa. Kaingizana na vikosi Kaziba, Katogota wapi. Tumesema basi tusiandikishe mali. Na bado wino huko. Tukusanya vikosi kama mnavyoona, wa majini wapo, wa nchi kavu wapo. Na tulianza kusapoti kila hali. Ikiwepo kunaweza kuwa hali moja mbili ambazo zinaweza kuwa bado zinakosea, lakini tunaamini kwamba kila kitu kitakamilishwa kwa sababu palipo na nia pana njia. Tumejitolea kwa dhati. Hakuna utajiri hapa duniani kama nchi, udongo. Tumejitolea kwa hali na mali kwa dhati, ikiwa kuisha wa mwisho afe, ndipo labda wataamini kwamba watashika hii nchi. Na maeneo yote ambapo wanadhibiti tunasonga mbele bado kwa shindo. Kwa labda tuseme ni serikali watangue tofauti zilizoko. Kuna baadhi ya wengi ambao wanatumiwa kama watu wa kuja kutusapoti, kama wakilishi wa serikali kuja kutusapoti. Sasa wana nia zao za ndani, makusudi za ndani ambazo zinafanya washindwe kukamilisha, kutupa vyombo tufanye kazi rasmi. Lakini kwa kupata Mungu wakati amemtumia Musa, hakuhitaji vitu. Amemuuliza Musa, una nini? Musa akasema nina fimbo mkononi. Fimbo mkononi. Ile fimbo mkononi ndio hii. Kama mnavyoona tumekusanyika wote kwa lengo, kwa nia moja. Ndio zenyewe fimbo. Baada na hizo fimbo tukasema mpaka kieleweke. Na sasa hivi Kamanyola tupo. Na ndio maana tumeacha sifa za mjini, ndio sababu tumekuja kukubali kulala kwenye turubai hapa Katogota, tukisubiria tuingie na kusapoti kazi ambayo iko inafanyika toka hiyo jana. Na huyu ambaye amejigamba tutahakikisha tumkamate mkono, muoneshe ikiwa amekuja kwa Kongo kusema kwamba nazidi ya yeye zidi ya Wakongomani, kujidanganya. Ili kuonyesha umma kwamba kazi imefanyika. Kuna mateka wote ambao sema kwamba walikamatwa ama ndio. Kwa sasa hivi tuna viongozi 5 wameshikwa mateka leo hii asubuhi. Na wameshushwa Uvira. Na tunafuatilia vingine. Tunaamini kwamba nazidi ya hao watakuwa wao maafa
ni wengi zaidi, sio hata hesabu. Halitakiwe hata kuwataja au kusema tena hivi na hivi. Nawaza mabomu mnavyoyasikia yanapigwa toka jana mpaka sasa. Tumesikia. Tupo kazini. Tumepokelewa hapa na mabomu. Tunaamini labda tutavuka kwa shindo. Na limesababisha labda hata wameanza kushona kilalo cha Kongo na Rwanda kwa uofu, kusema kwamba wanaamini tu atavuka. Wanaanza kufunga na nikilalo yao. Maana wanajua kwamba yote yanalipwa ni hapa. Bana piga subiri. Mapiga subiri kilalo. Hivyo mengine tutajua, tutaandikisha wino sio mata. Okay. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Lakini kama mnavyojua sisi tuko na operation ambayo tunafanyaga. Na nimeona ni vyema tuko na maji tu ya operation Saidia Mzalendo. Wakati tumekuja huko sasa kwamba ile kidogo ambayo tuko nayo, kuna watu wengi ambao wanaambia bwana, ukienda kule usikose kupeleka hata difra kwa wazalendo. Ndio maana nawashukuru wote ambao wako na support Baraka1 TV kwa niaba ya kina mama wote ambao wameweza kufanya hili swala lifanyike. Juu tunatembea kwa wazalendo karibia wote na tunaenda tunatoa hii operation. Hapa niko na envelope moja ambayo mafande mnaweza kuchukua kwa pamoja, itasaidia kwa ile maji kidogo ambayo vijana wetu watakunywa. Lakini tofauti na hivyo pia nitabidi ni vijana wetu tunapatia hata kidogo kidogo, makundi hivi 10 ngapi wanagawanya wao wenyewe afa sio watakunywa maji. Nafikiri ni sawa yote. Asante. Na neno moja la mwisho napenda kumalizia ni kusema kwamba naweza kuambia wa ndugu zetu make bakambo, baba yetu, ba mama, bayomba, badada, banani, batoto bazidi kutuombea kwa msimamo tunao. Wazidi kuwa kwenye maombi sana, kuanza kwenye Mungu na wakambo wazidi kutusapoti, kwa sababu wa vijana wamejitolea. Wa vijana wanajitolea kabisa kwenye kazi ya kugomboa nchi yao. Na ndio hapo pia ningekazia watu wote wa Uvira kuanzia plane ya Kiliba hadi kia hivi. Niko niambia watu wa Bunga, wa Makala, wa Miogo, wa nini tulete huku. Asante. Kwa sababu kuna kazi iko nafanyika kubwa sana. Kwa hiyo afande, mimi nashukuru sana. Nichukue hii hapa. Naonani na makamanda zangu hapa. Nafikiri kumalizia. Vile kipindi hichi ni kipindi cha msimu wa mvua. Na kama tulivyojitolea na waza, unaona umati tulionao. Hatukuja na nyumba hata moja. Mahema. Na hatutakiwi kuwa katika manyumba. Tunaacha raia ngambo yake. Na sisi tunasonga kabisa. Huko tunaenda tunafatana na moto. Sehemu unakwenda tunasogelea kule. Sasa kilio chetu ni kusema kwamba vita si vyetu peke yetu. Hata waombaji nao wako kwenye vita. Wachuuzi wako kwenye vita vile vile. Watu support vile, hata turubai 1, 2, 3 zinafaa. Sisi ni wana wa upendo, tunajenga kwa upendo. Tutajipunja, tutalalia hata ile 2, 3 kwa pamoja, tunajipunja vile kusudi tusiaibike. Sisi tumeamua kukaba maguguni kusudi hata adui ajikute kile nacho alifiwa kwamba napenya sana, napenyeza sana muda kwa muda. Atakapojaribu kupenya labda kwa juu mvua inanyesha, nakuta wa vijana wako gado. Hawatulii wapo. Nitoe wito kwa mama wa Pennsylvania Lankata. Asante sana. Lakini unasikia makamanda wetu wanataka mahema. Kwa hiyo tupate turubali. Turubali ni za muhimu sana. Na mavyungu vya kupikia msosi. Hatusikia na envelope tu tunaacha pesa alafu batapigia mnini. Hivyo wapate hivyo. Na kisi mlikuwa mko mnasema mara mingi, wazalendo wapigani. Bana kala tu Muvira kutembea tu. Tuko huko. Vita inaanza hii hapa. Jana tulipigana tu siku moja. Unasikia? Siku moja tu. Kaziba, Katogota. Kwa hiyo ni vizuri sana kama mahema yanahitajika huku. Na tumelanse hii operation, tunaanza tena na mavyungu na masani tutaleta. Asante, mimi nashukuru sana. Ambao nitakwenda kujisaidia wa ndugu zetu
kwa sababu nimepata habari ya kwamba wakongomani wanaopatikana katika nchi ya Tanzania wanakaa kwenye vifungo vya kuombea jeshi letu la Kongo. Kwa hiyo kama vile mimi mtumishi wa Mungu, mimi ninajulikana kwa jina la Pasteur Kaskile Nsambia Paul, Omonye district ya Plaine de la Ruzizi. Kwa hiyo ninatoa ujumbe kwa ndugu zangu zote, watumishi wa Mungu, kuanzia maaskofu, malepresenta, maseretanda, waombaji wote, yani tusichoke kufanya vifungo. Kama ni vifungo vya siku 3 tuvifanye kwa ajili ya ukombozi wa nchi yetu ya Kongo. Yani pale itakuwa ya kwamba na sisi tuna support wanajeshi wetu kwa njia ya maombi. Bila maombi hawataweza, lakini kupitia maombi tunapotanguliza Mungu, tuna imani ya kwamba ushindi utapatikana. Hayo ndio machache ambao nilitafuta kuelekeza kwa ambao viongozi walikwenda kuyazungumza. Asante. Asante sana. Na Mungu akubariki. Afande, ndio kuna jambo la kuongezea pale? Ndio. Ninashukuru kwanza kwa ninyi wapasha habari. Baraka One TV. Tunazoea français, vous les journalistes de Baraka One TV. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Kwanza kutosha hofu ama oga kutoka huko mlikotoka kuja hapa. Mnaonekana mwene wazalendo wa kweli. Mungu awabariki. Na jambo ya pili ni message ambayo napenda kuitoa kwa Kongo yote mzima. Kwanza kwa wazalendo wenye kuwa Kalemi na wenye kuwa Baraka na wenye kuwa na mahali penginepo Manyema, wajue kwamba hakuna Mubembe, Muzimba, Murega, Mushi, Mufuliru, sote ni Wakongomani. Na tuna lengo moja ya kupigania Kongo. Yani watoshe ukabila. Wajikute kwamba Tanzania ni nchi ya kigeni. Burundi hata wanatusaidia ni nchi ya kigeni. Budongo yetu na nchi yetu ni hii moja. Tukaiacha, tutakuwa wageni wa nani? Kumbe mtu wote achie nguvu yake, iwe kwa chakula. Yawezekana haiko wote wataweza kupiga risasi. Haiko wote watavala gwanda na kutupa mabomu ama kupiga marisasi. Lakini kila mtu ataweza akifanye kwa msaada ya ukombozi wa nchi yetu. Kama hivyo mnaotoa recommendation ya mahema, wazifanye kwa hiari. Hata waliko huko Manyema, Kisangani, huko Kalemi, partout. Na ningependa kusema hivi kwa government yetu, hii message wafikie. Wasikuwe nasikia wakati tunawapasha habari kinahitajia kifulani, wachunge kungwangwa kwa soko mtu kuliachaka nakosa mkili. Wakati tuko kwenye Sunday bataille, kila kitu kinahitajika kufanyika. Kama madrone zije, kama ma char de combat zije, ma auto blende zije, balabala tumeisha kuifungua hati Kamanyola saa hizi. Hivi nasumulia na we, wa ndugu zetu ambao tuliwatuma tangu jana na leo asubuhi, weko Kamanyola. Na sisi tunachunga tu tuingizane, hata kwa jioni ya leo tutaweka zingine mavideo tumeisha kwa Kamanyola. Kwa hiyo, hatutaki tukabe Kamanyola leo, kesho tena waseme eti Kamanyola tena imekamachika. Yani wafanye yote iwezekanayo, watume vifaa kwa wingi, makusudi wazalendo na FARDC na majeshi yetu yote tuikale pale Kamanyola. Sina mengi ya kusema, umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Mimi ni omonie pia ya wazalendo, naitwa Joel Mpangi. Mungu awabariki. Asante sana. Jaribu ufike kwanza, lakini njia bado tunaua. Tunasubiria paski ya kijeria leo. Hakuna namna ya kupasua njia pale kwenda. Lakini hivyo ngaliki plan sinema paski ina wakati mwingine zile mabombe yako na large. Hautajua mzalendo, hautajua nani, hautajua nasoma hapa sio unaona. Ile unakimbia. Tutaingia muda wenye kuwa bien autorisé. Hao wote ndio unaona wanafunga hapa kote. Tutaingia kabisa rasmi. Tunashuka, tuna control kote bila shida. Wangali nafuatilia ule bwana kuna installe bulikuko matuweza silaha hiyo. Ukianja hivyo utaweza. Huko maapare zenyewe ziko zina